Asanti Bwana, unastahili sifa. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu, mtazamaji wa Gospel Voice TV. Na ninashukuru Bwana kwa kukuweka hai siku ya leo, kukupea afya na uzima. Ninashukuru kwa kutupatia nafasi tena tukutane na tuweze kushiriki neno lake. Majina yangu naitwa Pastor Raphael Maina, mimi ni mchungaji kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship. Na Yesu amekuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Jioni ya leo nimekuja tushiriki neno la Bwana pamoja na wewe, ambalo liko kwenye ujumbe unaitwa vita vya mawazo. Vita vya mawazo, vita vya mawazo. Washa tuombe, alafu tutabarikiwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu, nasema ni asante kwa wingi wa fadhili zako na wema wako. Unastahili sifa, kuinuliwa na kuabudiwa. Wewe ni mwema na mwaminifu, unatawala na kutamaraki. Ninakaribisha uwepo wako na nguvu na mamlaka itokanayo na wewe, nikiamini ya kwamba yale nitakayoyaongea ni ya faida kwa mwili wa Kristo, na pia ni ya faida kwa watu wako, ili waweze kushinda katika ulimwengu huu wa vita. Na niko na imani ya kwamba utanitumia kama shombo, bali utajitukuza kwa utukufu wako. Kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini, amen. Na sema kisho cha ujumbe wetu ni vita vya mawazo, na nitaanzia kwa kukwambia kwamba mwanadamu katika uso wa dunia anakuaga kwa vita, na vita ambavyo ni hatari na ni lazima kila mmoja aweze kujua mbinu ya kuzishinda. Ni vita vinakuaga kwa mawazo. Maana mawazo yako Mungu ameipatia uhuru wake wa kuprocess zile vitu mawazo inataka. Na maisha ya mwanadamu inategemea mawazo yake, process ambayo itafanya na information ambayo mawazo yake itatengeneza. Maana kuna vitu ukiamua kwa mawazo, biguni zinaandikwa ya kwamba umeamua. Na niseme ya kwamba asset moja mwanadamu amepewa na Mungu, na ni asset kubwa, ni asset ya mawazo. Kwa sababu kwa mawazo yako mambo mengi huwa inafanyika. Kwa mawazo yako itadetermine kama utaishi maisha ya kushindwa ama utaishi katika maisha ya kushinda. Kwa mawazo yako itadetermine kana kwamba ile safari utakayoenenda ni safari italeta amani maishani mwako ama ni safari italeta huzuni. Kwa mawazo yako ndio itaamua ya kwamba ile njia umeshika utafika mwisho salama ama utafika kama umeumia. Mawazo ndio inafanya maamuzi yale makubwa. Mwanadamu anapofika kusema ya kwamba nitafanya kazi kwa hii kampuni, ni mawazo hu process. Mwanadamu anapoamua ya kwamba na mimi nitafanya hii biashara, ni mawazo hu process. Mwanadamu anapoamua anasema ya kwamba na sasa mimi nitaoleka, ni mawazo huamua. Mwanadamu anapoamua ya kwamba na sasa katika vita nimepigana na nimefika mwisho, I have given up, sio mwili huamua, ni mawazo inaamua ya kwamba nimefika mwisho. Kwa hivyo mawazo ni asset, na kila mtu ambaye anajuana na Mungu lazima ujue kushinda vita vya mawazo. Na maneno haya nitakusomea kutoka kitabu cha Isaia chapter 26 verse 3. Kuna kitu nataka nikwambie. You will keep in perfect peace him whose mind is in steadfast, because he trusts in you. Ati ya kwamba mtu yote mawazo yake haiyubayubi. Mtu ambaye mawazo yake haiyubayubi hupata amani. Kuyubayuba ni kusema ya kwamba hauwazi vitu ukibadilisha haraka. Hauwazi vitu ukibadilisha haraka. You don't give up easily. Kuna watu wenye tabia ambayo mawazo yao ina give up haraka. Unakuta mtu ameanzisha kitu, kabla hakijaisha ameachana nacho. Ameanzisha kingine, kabla hakijampatia faida ameachana nacho. Ameanzisha hii, kabla anasema nimefanya wrong choices. Vita vya mawazo ni kusema ya kwamba kila mtu ambaye ataishi maisha ya amani, mawazo yake itashagia. Utamlinda yeye ambaye moyo wake unakutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Utamlinda yeye ambaye moyo wake unakutegemea katika amani kamilifu.
Moyo wa mwanadamu unapokuwa steadfast kwa Mungu, umeimarika kwa Mungu, Mungu hukupatia amani. Nayo inategemea mawazo. Ile imeitwa mawazo hapa ni moyo. Moyo Biblia Kiswahili imeita mawazo. Na kwa hivyo ni vizuri kila mmoja wetu ajielewe ya kwamba mawazo yangu ninawaza namna gani, mawazo yangu inakaa namna gani. Na nikuelezea mambo haya. Mawazo yako ikimkataa Mungu, mawazo yako ikimkataa Mungu. Kumkataa Mungu ni kusema ya kwamba nimefika mahali hii hufanyika wakati mtu ambaye alikuwa anatafuta Mungu akiwa halishini, alafu ukiinuliwa unasikia kwamba umeshoka. Mtu akiinuliwa maombi ni mzigo. Mtu akiinuliwa ukiwa na mali mingi, umepewa mali mingi, maombi huwa ni mzigo. Ukipewa mali mingi na Mungu, ibada huwa ni mzigo. Unasikia kwenda kanisa masaa 4-5 mpaka unasikia hiyo masaa ni mingi nikikaa mahali pamoja. Kusikia kusoma neno la Bwana linakuwa mzigo ukiinuliwa. Hivi ni kukwambia kwamba mawazo yako ni kuiweka, utaiweka steadfast kwa Mungu. Maana niko na imani kubwa ya kwamba Mungu tunatumikia anakuinua. Na nimekuelezea hii ndio hiyo vita wakati ule itakapofika, ama kama uko ndani ya hiyo vita uweze kuishinda. Ya kwamba usipoishinda utakuta ya kwamba Mungu anakuinukia na Mungu anaanza kupigana na wewe. Na nikwambia ya kwamba kuna vita zinakujaga kwa mawazo ya mwanadamu kwa sababu ya mtu kumkataa Mungu. Deuteronomy 28 and verse 65. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 65. Kumbukumbu la Torati 28, Deuteronomy 28 and verse 65. Na unaposoma Deuteronomy 28 unaelewa ya kwamba ni ile kitabu imeandikwa baraka mingi, utabarikiwa hivi ama utakutana aina hii ya hali. Deuteronomy 28 and verse 65 inasema ukimtii Bwana hizi baraka zitakuandama. Kuanzia chapter 1 verse 1 hadi verse 14 inaongea kuhusu baraka. Kuanzia verse 15 kuelekea huko mbele inaongea kuhusu laana. Verse 65 inasema wala katika mataifa hayo, ni wana wa Israeli wanaambiwa wakifika Canaan, wala katika mataifa hayo hutapata raha iwayo yoyote, wala hakutakuwa na kituo shawayo wa mguu wako, lakini Bwana atakupa huko moyo wa kutetema na macho ya kuzimia na roho ya kudhoofika. Ati ya kwamba watu wanapomkataa Mungu. Ni vizuri tupatie hiyo mstari na format ya Kizungu, tuirudie tena na format ya Kizungu. Ndio tuweza kuelewa. Format ya Kizungu inasema, among those nations you will find no repose, no resting place for the sole of your feet. There the Lord will give you an anxious mind, I wearily will with longing and despairing heart. Hiyo ni kusema ya kwamba mawazo yenu haitatulia. Mawazo yenu haitatulia, miguu yako haitatulia, na macho yako itapoteza nguvu. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu ameamua vita na wana wa Israeli. Na ni kwa sababu gani? Wameshika njia ya miungu. Unapotoka katika njia za haki za Mungu, kuna vita unakutananga nayo, na ni vita ya mawazo. Ya kwamba Mungu akishariji mawazo yako anainyima amani. Let me tell you, hakuna kitu katika uso wa dunia kina furaha kama wakati ule mtu ako na amani ya moyo, amani ya mawazo. Na hiyo inapatikana tu wakati mwanadamu ameamua kumtegemea Mungu. Nataka nikwambie kuna watu wamekutwa na changamoto za aina mingi, lakini wale wanaomtegemea Mungu mioyo yao inapata ushindi, mawazo yao inapata ushindi. Na ni vizuri nikwambie mambo haya ya kwamba mawazo inaweza fanywa vitu tofauti ambazo nitakuelezea. Mawazo inaweza fanywa vitu tofauti ambazo tutaongea. Number 1, your mind can be corrupted. Ndio unahitajika uombee mawazo yako kila wakati. Mawazo uiombee mbele ya Mwenyezi Mungu, maana mawazo corrupted. Mawazo huharibika, mawazo huharibiwa. Isaiah 59 and verse 4 inaongea hivyo. Isaiah 59 and verse 4. Isaiah 59 and verse 4. No one calls for justice, no one pleads a case with integrity. They rely on empty argument, they utter lies, they conceive trouble. Hiyo ni kusema mawazo yako inazalisha uovu. They conceive trouble and give birth to evil. They utter lies. Kwa hivyo hii ni process yote ya mawazo. Unaposikia kwamba
Watu hawatendi haki, hakuna mtu hutembea katika njia za uzima. Watu wanapoongea wana argue na they rely on empty argument, na wakiongea wanaongea uongo, na mawazo yao huzalisha uovu. Mawazo yako usipoitetea inaweza kuwa corrupted. Corrupted ni kusema ya kwamba umejua bosi wako akiwa mtu mzuri, all of a sudden mwanaume anabadilika, ama huyo mama amekuandika anabadilika, paka unashindwa kwani huyu ni mtu wa aina gani? Mimi sikumjua hivi, miaka 5 imeisha. Ni hali imefika ya kwamba mawazo yake ikaigiriwa ikawa corrupted. Unakuta mtu ambaye anaigiria misingi na njia ambazo hazikuwa zinafaa kuigiriwa. Unakumbuka Paulo anasema ya kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Demas, walikuwa wanafanya kazi na yeye, lakini mawazo yake ikabadilika ikawa corrupted. Mawazo ya Demas ikapenda mambo ya kidunia. Unafaa kuobea mawazo yako isikuwe corrupted. Inapokuwa corrupted ni kusema ya kwamba itakachozalisha, Biblia inasema itazaa uovu, itashika miba ya madhara. Mawazo yako usipoiobea, usipoiunganisha na Mungu, usipopatia Mungu mawazo yako, umwambie Bwana Mungu wa mbinguni, tawala mawazo yangu, sote ambayo utapata moja yake ni ya kwamba itashika miba ya madhara. Na mawazo ikishika miba ya madhara, ile kitu utafikiria ni kudhulumu watu. Mawazo ikishika miba ya madhara, mawazo ikiwa corrupted, utafikiria always kudhulumu watu. Yani hata umfanya kazi gani na mtu fulani na mko company share 50-50, unafikiria vile anafaa kukuondokea, ubaki na kampuni kwa peke yako. Mkiwa ni bibi na bwana kwa family ya kwamba kuna pesa mnaweka hapa ya family, unafikiria vile hiyo pesa utaishukua na ibaki ya kwako. Mawazo ikiwa corrupted, you think only about yourself. Na kama hiyo kitu si ya kwako peke yako, if it has nothing to do with you, unaweza pigana nayo. Wakati mtu mkubwa mawazo inakuwa corrupted, akose kusifiwa na watu, akoradhi wafute kazi, akoradhi waondokee, maana mawazo imekuwa corrupted. Mawazo ikiwa corrupted, hauwezi pata haki, hauwezi tenda haki, hapana adaiye kwa haki. Mawazo ikiwa corrupted, hauwezi tenda haki. Yani wewe unafanya kazi mahali na wewe ni HR, unafaa utetee mtu, ama wewe ni hakimu unafanya kazi kwa koti, unajikuta ya kwamba kulingana na vile umeelezewa ama umesikiza hiyo kesi, unaona ni kweli huyu mtu anafaa apewe haki hii, lakini kwa sababu hakuna faida utapata akipewa hiyo haki, afadhali apoteze haki na hiyo isikusubue. Linda mawazo yako isikuwe corrupted. Mawazo ikikuwa corrupted, ushika miba ya madhara, na mawazo ikiwa corrupted, haiwezi tenda haki. Kumbuka yule judge ameandikwa kitabu Sharuk, maandiko inasema akafika mahali akasema ya kwamba hata kama simuogopi Mungu na siheshimu mwanadamu. Aliposema hivyo, alisema hivyo maana anajua uhalisia wa mawazo ya kwake, ya kwamba he has nothing to do with God na hakuna mwanadamu anaweza mtishia. Ni kukwambia hali iliyokuwa ya yule hakimu ni mawazo imekuwa corrupted. Mawazo ikiwa corrupted, hakuna haki. Number 2, mawazo ikiwa corrupted, itashika miba ya madhara. Na kama kuna matumainia, unatumaini kitu cha uongo, unatumaini kitu ambacho hakikusaidii. Number 2, mawazo inaweza kuwa mawazo dogo. Unakuta ya kwamba mawazo dogo ni kusema ya kwamba unakuta ya kwamba mtu anapowaza na ni kazi gani nitafanya, unakuta ya kwamba alikuwa na uwezo wowote, hata mtu amemwambia wacha nikusaidie, na anapoambiwa wacha nikusaidie, fikiria ile kazi nitakuwekea, alafu nikusaidie mimi niondokee. Alafu unakuta mtu amewaza ile kazi ameshagua kazi ambayo haitamsaidia. Yani mtu ameofa kumsaidia, lakini ile kazi ameshagua haitamsaidia, maana mawazo yake ni kidogo. Mawazo inaweza kuwa duni, na ndio maana mtu anatakana aende apate exposure. Tembea upate exposure, mawazo yako ipanuke. Nimekutana na mtu mmoja ambaye alifurahishwa na mjakazi wake sana, akamwambia na mimi kulingana vile umenisaidia, na mimi nataka na wewe nikusaidie. Ni boss anaambia mtu amemsaidia, akamwambia na mimi nataka nikusaidie. Akamwambia na mimi nimefikiria nikununulie pikipiki. Huyo kijana alisema hapana, in my presence, nikiwa hapo. Akasema hapana, mimi sitaki pikipiki, sijui kuendesha pikipiki, lakini ukininunulia baiskeli
uninunulia baiskeli, mimi nitafurahia. Alinunuliwa baiskeli 2 na boss alikuwa ameamua kumnunulia pikipiki. Akasema yeye hana license, na akasema pikipiki itamsubua mahali pa kupark, maana pia nyumba ile anakaa si kubwa. Sasa hii ni mawazo dogo. Mawazo ya mwanadamu inaweza kuwa dogo paka unakuta ya kwamba zile kazi unatafuta kazi haiwezi kukusaidia. Unatafuta kazi haiwezi kukulisha na uko na family. Mawazo huwa dogo. Unatafuta kazi ambayo wewe mwenyewe ukiangalia unakuta sio kazi ambayo itakusaidia. Unapoona mtu ambaye amechagua kazi na ni kazi ambayo maybe haitampea faida kubwa, haitampea ajira, haitapanua mipaka ya kwake, ni mawazo iko na shida. Na sio kazi tu, mawazo ikiwa dogo utakuta ya kwamba mtu ako na shamba kubwa ya kwamba, lakini ile sehemu amelima ka sehemu kadogo tu. Hiyo shamba ingine inanyeshewa na mvua na watu wengine wanajisaidia na hiyo, na ni ya kwake, anajua shamba ni yangu, lakini mawazo ni dogo, haimsaidii. Mawazo ikiwa dogo ni kusema ya kwamba sio hiyo tu peke yake, vitu zile utafanya vitu kidogo. Vitu kidogo ni kusema ya kwamba you have a greatness to do greater things in your life, but achievement ambayo utafikisha kuifanya ni dogo kwa sababu mawazo yako ni duni. Number 3, mawazo inaweza pata mawazo ya wanyama, the mind of an animal, na ni hatari kubwa sana. Daniel chapter 4 and verse 14. Danieli alipo nena na Nebukadneza akakosa kutii ile sauti ilikuwa imeambiwa na ya Mungu. Akapasa sauti yake baada ya kukula nyasi miaka mingi, akasema ukateni mtu huu, fiekeni matawi yake, yapasukieni mbali majani yake na kuyatawanya matunda yake, wanyama waondoke hapo katika hapo chini yake na ndege katika matawi yake. Verse 15 nasema, warakini kiasheni kisiki shashina lake katika ardhi pamoja na pingu na shuma na shaba katika majani, morolo na kodeni, likapata maji ya umande wa biguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika majani, sehemu yake iwe na wanyama katika majani ya nchi. Sasa mawazo ya Nebukadneza ikageuzwa, ikapata mawazo ya wanyama. Ukipata mawazo ya wanyama, nataka nikwambie, okay, wacha nitumie hii mfano. Upata mawazo ya ng'ombe. Ng'ombe ni domestic animal, hautaenda bali. Utakuta unatoka hapa kwetu Meru, unaenda kazi Nairobi, baada ya wiki moja unasikia kurudi nyumbani, maana uko bali na home compound, hautaki kwenda bali. Ukipata mawazo ya wanyama, huwezi kubali vijana wa bali wakuoe. Unasikia kwenda bali kuoreka, unasikia mimi nikienda huko tutasubuana na bwanangu. Hiyo sehemu ya bali itakuwa shanga moto ya kwangu, siwezi enda kuoreka bali. Unasikia kukaa karibu na nyumbani. Ni mawazo ya wanyama. Mawazo ya domestic, mtu anasikia hataki kwenda bali na kwao nyumbani. Yani unasikia kwamba mahali unasikia comfortable kabisa ukifanya kazi ni ukitoka hapa unaenda nyumbani, pale kwenu nyumbani, hautaki kwenda bali. Hata uitiwe na mtu kazi ya bali, unaenda unasumbuka sana, unasema ya kwamba mimi siridhiki kukaa huku, nasikia kurudi. Hiyo ni mawazo ya wanyama. Mawazo ya domestic animal inakuweka, yani unakuta ya kwamba zile vitu unafanya sio vitu ambazo zinapendeza watu. Mwanadamu hushika mawazo ya wanyama. Huyu mtu anaitwa Nebukadneza alishika mawazo ya wanyama. Aliposhika mawazo ya wanyama, hagafanya vitu vikubwa katika ile wakati. Hiyo kipindi cha miaka 7 alikaa msituni akikula nyasi, ni kwa sababu ya kushikwa na mawazo. Ukishikwa na mawazo tuseme ya mnyama gani? Ukishikwa na mawazo ya simba, utakuwa mkali, hakuna mtu atakukaribia, paka unasema wewe unatokaga moto ya buru. Sasa hiyo ni mawazo ya simba unakuaga nayo. Na mwanadamu hafai kutoka moto ya buru wala ya yellow wala ya green kama kunayo. Mwanadamu anafaa kuwa mwanadamu na mtu mzuri. Ukiona mtu ni mkali kupidukia, paka watu wanashindwa kumuhado, unashindwa huyu mtu atakana sisi namna gani?
sasa umeshikwa na mawazo ya simba. Mawazo ya simba ni kusema ya kwamba utakuwa na watu wanakuogopa sana. Hiyo ukali yako imepita kiasi. Hata kama mwanadamu anatakana kuwa mkali ndio aweze kulinda mali yake, pia ni vizuri ukuwe friendly na watu. Usikue na mawazo ya simba ya kwamba hakuna mtu anaweza kukaribia. Na ukipata mawazo ya porcupine unajua ni anakuaga na mishale anarushanga. Sasa hakuna mtu atakukaribia. Kila mtu utakaa na yeye kuna mshale utamrushia. Huyo mtu utaweka majeraha pande hii, majeraha pande hii. Unakuta ya kwamba hauwezi kaa na marafiki, kwa sababu kila mtu anayekukaribia lazima ataumia mahali. Na ile kitu inasababisha umia ni gani? Ni mawazo ya porcupine. Na ni vizuri ujiangalie unatumiaga mawazo gani. Kuna mawazo ya Kristo, uelewe hivyo. Kuna mawazo ya Kristo, tunataka tufanye mawazo ya Kristo, lakini unaweza vaa mawazo ya porcupine, jege. Yani unakuta ya kwamba kila mtu anakaa karibu na wewe. Hata wakikutana marafiki zako 10, huyu wa kwanza anasema alinifanya hivi, alinidhulumu pesa. Huyu wa pili alinifanya hivi, alisababisha ndoa yangu ivujike. Huyu wa tatu anasema alinifanya hivi, alisababisha nifutwe kazi. Yani kila mtu akona kastore anaongea kukuhusu, na sio kastore kazuri. Kuna uwezekano wewe uko na mawazo ya jege. Yewe kazi yako ni kuweka watu mishale na kuwatoa katika sehemu na kuwaweka majeraha katika maisha yake. Na of course ukipata mawazo ya shui pia ni mranyama. Utakula watu wengi, kila mtu analia ya kwamba kuna kitu ulimnyang'anya, ulimdhulumu. Sasa unapoona hivyo ni mawazo ya shui, mawazo ya waranyama. Ni vizuri upata mawazo ya Mungu. Kristo kuna mawazo ambayo anakuaga nayo. Anasema for I know the plan I have towards you. Anatuwazia mema. Unapopata mawazo ya Kristo utawazia watu mema regardless wamekutenda ubaya gani. And that is why you need to fight for your ufanye vita vya mawazo. Uweze kuwaza vizuri, uweze kuwaza mawazo ya haki, uweze kuwaza mawazo ya ushindi, uweze kuwaza mawazo ya kuinuliwa, uweze kuwaza mawazo ya kibali, uweze kuwaza mawazo ya kupendeka, uweze kuwaza Daudi aliwaza akasema I am fearfully and wonderfully made. Alijiangalia hivyo akasema sitajidharau, sitajiona kama mtu mbaya. Ni mawazo yake ili process hiyo. Akasema I am fearfully and wonderfully made. Hiyo ni mawazo. Unakumbuka mtu ambaye anaitwa Mephibosheth, mwana wa nyumba ya Saul, a prince, mtoto wa mfalme, a prince, lakini mawazo yake inasema I am just a mere dog. Atiye ni mbwa. Sasa mtu akifika hiyo level ya prince kujiita mbwa. Sasa mbwa ni kusema ya kwamba mawazo ikiwa ya mbwa ni kusema ya kwamba ni kukula mabaki. Mbwa haikulagi chakula ya kawaida, unaelewa, isipokuwa hizi mbwa za watu wale wanafuga mbwa. Lakini hizi mbwa za barabarani na wengine wana mbwa haangaliwi vizuri, anakulaga mabaki. Wakati watu wote wamekula, kama kuna mtu amebakisha kitu kwa sahani, inafagiliwa yote, inamwagiwa mbwa. Na nasikia akiwa tu comfortable. Na huyo kijana anaitwa Mephibosheth alikuwa na hiyo mawazo. Anasema mimi ni mbwa, anakuwa anakula mabaki. No wonder alikuwa anafanya kazi ya kuombaomba. Kwa sababu kuombaomba ni watu wa kuregeshea change, na ni mtu ambaye ni wa nyumba ya kifalme, mtoto wa nyumba ya Saul, a king of Israel. Alafu anakula mabaki, ombaomba zile watu wamebakisha change, ndiye anaenda anapewa. Mawazo yako inaweza kuregesha to that state. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe mawazo yako inawaza nini. Ni vizuri uelewe vita vya mawazo na ushinde. Maana mawazo ikiwa ndogo, utaishi maisha madogo. Can I tell you, hiyo nyumba unaishi ndani yake ni mawazo yako ili process, na ikasema nitajenga nyumba aina hii. Hiyo ni mawazo, iliwaza hivyo, ndio unaishi nyumba aina hiyo. Hiyo nguo umevaa ni mawazo ili process. Kama sio kununuliwa ununuliwa, ni wewe ulijinunulia, ni mawazo ili process. Hivyo ndivyo unafaa ushike ya kwamba mwanadamu huishi kulingana vile mawazo yake ina process. Na kwa hivyo ukiwaza maisha yako ikuwe kidogo, maisha yako itakuwa kidogo. Mtu yule akona ndege siku ya leo ni kuwaza aliwaza kununua. Yule akona meli siku ya leo ni vita vya mawazo, aliwaza na akaamua I am pursuing this na itaifikia. Mtu yule akona mabasi na si moja na maroli si moja, ni kuprocess mawazo yake ili process, na akajua nitaanzia hapa na nitafika. You need to pursue something through your mind. Can I tell you, you can have a positive mind. You can have a positive mind. A positive mind is a mind that seeks wisdom. Positive mind is a mind that seeks
wisdom. Na ni vizuri uelewe, kuna watu wametafuta hekima. Solomon alipowaza mawazo yake, kaulizwa na Mungu nataka nini, mawazo yake nafikiri ili process haraka. Akapima vitu mingi katika maisha yake na akaona the only thing that I require first is wisdom. Mawazo ikitafuta hekima, mawazo ikitafuta hekima, huyo mtu kufaulu kwa maisha ni rahisi. Mawazo ikitafuta hekima, mtu kufaulu kwa maisha ni rahisi. Job 38 and verse 36, na hiyo ndio mstari tutasoma ya mwisho. Job 38 and verse 36. Job 38 and verse 36. Je, ni nani aliyetia hekima moyoni, au ni nani aliyetia ufahamu rohoni? Verse 37. Ni nani awezaye kuyahesabu mawingu kwa hekima, au ni nani awezaye kuzimimina shupa za biguni? Nataka usikie vile maswali yanauliza. Verse 36 again as we go, verse 37. Ni nani aliyetia hekima moyoni? Ni nani aliyetia ufahamu? You need to seek wisdom. Ni hekima inapatikanaga kwa watu. Na hekima ni hivi, ninataka kufanya biashara ya aina fulani. Hekima ni kusema ya kwamba niende kwa yule mtu ambaye amefanya biashara aina hiyo, niangalie vile huwa anafanya. Sasa hiyo ni hekima. Na mawazo ya hekima, mtu mwenye hekima hufaulu rahisi maishani. Mtu mwenye hekima hufaulu kwa njia rahisi maishani. Mwandishi wa kitabu cha Ayubu anauliza ni nani aliyetia hekima moyoni? Meaning, for you to get wisdom, you need God. Unahitaji Mungu ndio uweze kuhekimika. Mambo yale yanafanyika rahisi kwa maisha ni ya mtu mwenye hekima. Ukipata hekima, maisha yako inapatikana, ama unaweza kuenenda katika maisha kwa urahisi. Kuna watu utajua kurelate na wao maishani, maana maisha haya utahitaji mtu kwenda to the next level. Lakini kama hauna hekima, utashindwa kurelate na watu. Na unaposhindwa kurelate na watu, ni kusema ya kwamba katika kusonga kwako kwa maisha utapata ugumu, maana watu wakikukubali, vitu mingi zinafanyika kwa urahisi. Solomon kwa sababu ya hekima yake, maandiko inasema ya kwamba aliweza kutengeneza vineyard, akaweza kutengeneza utajiri, akasema kutengeneza mashamba ya mizabibu, na hiyo yote ilipatikana kwa ajili ya hekima. Hekima humwezesha. Biblia inasema ya kwamba alikuwa anavaa nguo za pesa mingi. Biblia inasema ya kwamba alikuwa anavaa marashi ya pesa mingi. Hiyo yote imefanyika kwa nini? Kwa sababu ya mtu kuwa na hekima. Hekima inakuwezesha mambo mengi, na ni vizuri uombe mawazo yako ipate wisdom. Na sio hiyo tu, kaa na watu wenye hekima. Maisha ya mwanadamu, mawazo yako inatengenezeka kulingana na mahali ile environment unakaa. Environment ukikaa ya watu hawafikirii sana, wewe mwenyewe hautafikiria. Environment ukikaa ya watu wajinga, hautatumia akili mingi. Mwisho utakuta akili yako inakaa vile vile ya wale watu unakaa na wao. You need to be mindful, maana environment, ile mazingira mahali unakaa inashagia sana. Watu wale unatembea na wao wanashagia sana vile utakaa maisha yako. Usiseme tu ati Yakoba hawezi nifanyia chochote. Watasababisha mawazo yako ifikirie in a certain way. You need to think big. You need to think like God. You need to think like a person who have a great future. Mawazo yako ndio itategemea kama hatima yako itakuwa kubwa ama kama hatima yako itakuwa kidogo. Mimi nimeangalia huyu mama, tumaliza na yeye, mama ambaye alioreka na Daudi mfalme. Alikuwa mke wa Nabali, alikuwa anaitwa Abigaili. Abigaili siku ile alifuata akapatana na Daudi. Mawazo ya Abigaili, alikuwa anakaa na mtu mjinga, lakini mawazo yake alikuwa inakaa sawa. Aliambia Daudi, siku ile utakuwa mkubwa, unikumbuke. Mtu anajitetea, na anajitetea kwa mtu ambaye anaradharada jagwani. Anaradharada kwa sababu anafukuzwa na Sauli. Lakini mawazo ya Abigaili ilielewa huyu mtu atakuja kuwa mtu mkubwa. Ni vizuri pia mzazi aangalie watoto wake, aone potential. Uone huyu mtoto atakuwa mtu mkubwa. Ni vizuri uangalie ile kazi unafanya na uelewe hii kazi iko na potential. Nimeifanya miaka 5. Kuna kitu kimebadilika hiyo miaka 5. Na saa hii ni muujiza gani natarajia mwaka wa 6 tunaingia ndio iweze kubadilika, na kuombea katika jina la Yesu ubadilishe mawazo yako. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa hizo fadhili zako na wema wako. Uinuliwe na uhimidiwe. Wewe ni Bwana katika maisha yetu. Umetuambia tushinde katika vita vya mawazo, na niko na imani ya kwamba
mawazo yetu itabadilika na itakaa kulingana na makusudio yako. Ninaombea huyu ambaye mawazo yake haijatua ya kwamba ataona wema, na jua la wema litamwangazia, na nuru yako itafanya mawazo yake ibadilike na waza vyema. Ninambarikisha katika jina la Yesu na kumtangazia ushindi ya kwamba hatawaza ulevi, hatawaza kuvuta bangi, hatawaza kuvuta sigara, hatawaza kufukuzana na wanawake, atawaza kufukuzana na destiny. Maana kuna wengi vita vya mawazo wakishindwa, destiny zinapotea. Pokea sifa na utukufu kwa kuwa Bwana umwema, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. Kwa majina naitwa Pastor Raphael, mimi ni mchungaji katika CFF Makutano, na Yesu ni Bwana. Ukitaka kunifikia unaweza nipata kwa namba 0725947795, 0725947795. Ukitaka kutuma support yote kwa hii kazi njema ya Bwana tunafanya, unaweza tuma kwa paybill 22218 7238#. Itakutolea jina Christian Foundation Fellowship na tutabarikiwa. May God bless you. May God be with you. Amen.